Habari ya asubuhi mtazamaji wa ATV, sina shaka hali yako ni njema ikiwa leo ni Julai 2, mwanzoni kabisa mwa mwezi huu wa 7. Karibu kwenye kipindi maalum kutoka hapa ATV, na kipindi hiki tupo naye hapa mhandisi David Michael Chisoti. Yeye ni mwanachama mtaalamu kutoka TAREA. Tutakuja kufahamu TAREA ni nini, ilianzishwa mwaka gani na nini hasa dhumuni la kuanzishwa kwa TAREA, lakini wapo mkoani Morogoro kwa dhumuni gani hasa. Kukuendeshea kipindi hiki maalum tutakuwa nami Macklin Kamote. Karibu. Lakini wewe msikilizaji pia unaweza kupata nafasi ya mtazamaji na msikilizaji wa Radio Good FM, mtazamaji wa ATV, unaweza kupata nafasi pia ya kupiga simu moja kwa moja kumuuliza maswali bwana David Chisoti, mwanachama mtaalamu kutoka TAREA. Tutafahamu TAREA ni nini muda si mrefu. Namba yetu ya kutupigia hapa ni 0659 10 0033 0659 10 0033. Habari ya asubuhi bwana David. Asante. Karibu sana kwenye studio za ATV, lakini pia na msikilizaji wetu wa Radio Good FM anakusikiliza moja kwa moja wakati huu hapa. Kule Dar es Salaam kupitia 101.7, Morogoro hapa na mikoa ya jirani kupitia 89.9, kule mkoani Dodoma wanakusikiliza pia kupitia masafa ya 106.9. Karibu sana. Okay, asante sana. Na mtazamaji, huyu ni bwana David Michael Chisoti, ni mwanachama mtaalamu kutoka TAREA. Na kwa haraka tu ukilisikia neno TAREA, kwa sababu mwisho kuna REA, unaweza kufahamu ni wale wakala wa usambazaji umeme vijijini. Kwa hiyo tutafahamu, kwa sababu hapa hakuna REA peke yake, kuna TAREA, inaanza na neno TAREA. Labda bwana David utufahamishe, mtazamaji wa ATV lakini pia msikilizaji wa Radio Good FM angependa kufahamu TAREA ni nini hasa. Okay, asante mtangazaji. TAREA kama unavyojua ni Tanzania Renewable Energy Association. Ni taasisi ya wadau waliokaa pamoja wenye nia moja ya kuelimisha jamii kuhusu umeme jadidifu au nishati jadidifu Tanzania. Na nishati jadilifu, unapozungumzia nishati jadilifu na maana gani hasa kwa mtazamaji wetu ambaye anatutazama wakati huu na yule ambaye anatusikiliza kupitia Radio Good FM? Okay, asante. Nishati jadilifu ni vyanzo vya nishati ambavyo havina madhara katika uzalishaji wake au hata katika matumizi yake. Hivyo inaitwa nishati jadidifu. Okay. Na TAREA ilianzishwa mwaka gani? Okay, TAREA ilianzishwa mwaka 2001 tarehe 17 mwezi Mei. Na nini hasa ilikuwa lengo la kuanzisha TAREA? Lengo hasa la kuanzisha TAREA kwanza ni kuendeleza matumizi sahihi ya nishati jadidifu bila kuharibu mazingira na uoto wa asili. Hiyo ndio lengo halisi la TAREA. Na TAREA ni taasisi ya kiserikali ama ni binafsi? Hapana, hii ni taasisi sio ya kiserikali ambayo kama nilivyosema ilikuwa na lengo la kuelimisha jamii kuhusiana na nishati jadidifu, na yenyewe imeundwa na wanachama ambao wako wa aina 3. Kuna wanachama ambao ni makampuni, kuna wanachama ambao ni wanafunzi, vile kuna wanachama ambao ni mashirika binafsi na mashirika ya umma. Hao ndio wanachama ambao tunategemea kwenye taasisi ya TAREA. Na ni kwa namna gani sasa TAREA inafanya kazi zake ili kuwafikia wananchi moja kwa moja? Okay, TAREA ina nyanja kama 4 za kuweza kuwafikia wananchi. Kwanza tunatumia radio na TV kama hivi kuweza kuwafikia wananchi, kuwapa elimu. Tunakuwa na washa, tunakuwa na kongamano. Vile kuna maonyesho ambayo tunayaandaa kwa ajili ya kuwafikia wananchi. Na vile huwa tunafika kwenda mashuleni kwa ajili ya kufundisha mafundi jinsi ya kuweza kuhudumia hizi nishati jadidifu. Mafundi hao ambao mnawafundisha ni mafundi wa aina gani? Mara nyingi huwa tunapenda kutumia vyuo vyetu vya VETA ambapo kuna wanafunzi vijana kabisa. Kwa hiyo tunaenda kunawapa hii elimu ya kuweza kutambua kwanza nishati jadidifu, ufungaji wake, utengenezaji wake na hata jinsi ya kuhudumia mifumo. Okay. Yeah. Na mpo Morogoro sasa, na nini hasa lengo la kuwepo Morogoro? Asante ndugu mtangazaji. Lengo hasa la kuwa Morogoro kwanza ni kuweza kukutana na wadau wetu. Tukisema wadau ni wale watumiaji wa nishati jadidifu.
Morogoro kama ilivyo ni mkoa mkubwa sana, una wilaya zake 6. Na sasa hivi jinsi ilivyo unakuta watumiaji ni wengi, na kwa sababu watumiaji wengi basi hata vifaa vingi vinaingia. Hasa vingine vile vingia viko chini ya kiwango. Na vingine sio chini ya kiwango, vingine yani niseme ni hafifu. Kwa hiyo lengo la kuja hapa kuweza kuwapa maarifa watumiaji na wale wadau wanaohusika na nishati jadidifu. Naam, mtazamaji, ni Bwana David Chisoti, mwanachama mtaalamu kutoka TAREA, ambao ni nishati jadilifu, na nishati hii ni nishati ambayo ni endelevu lakini bila kuharibu mazingira. Makao yake makuu ni Dar es Salaam, na ni taasisi ambayo si ya kiserikali, ni taasisi ambayo inajitegemea, taasisi ya watu binafsi. Kwa hiyo wao wamekuja hapa mkoani Morogoro kwa ajili tu ya kuwafikia wananchi wale ambao wanatumia hii nishati, lakini pia kukutana na kazi zao, pia wanakutana na mafundi mbalimbali ambao wanajihusisha katika masuala ya hizi nishati, ili kuwapa uelewa ama kuwapa ujuzi, kwa sababu kama ulivyomsikia alivyozungumza kwamba vifaa vingi sasa hivi vinaingizwa sokoni, vingine ni havifai. Kwa hiyo wanatoa elimu namna gani ya kuvitumia hivi vifaa, na wamekuja mkoani Morogoro kwa lengo hilo. Sasa bwana Chisoti, hebu tufahamu hii elimu ambayo mmelenga kuitoa hapa mkoani Morogoro, mmelenga kutoa katika maeneo gani hasa? Kwa sababu maeneo ya nishati jadidifu ni makubwa sana, lakini kwa leo tutazungumzia tu eneo moja la nishati tokanayo na nuru ya jua au solar power. Hiyo ndio tutajikita kwa siku ya leo. Na ni maeneo gani hasa ambayo umelenga kutoa hii elimu sasa ya nishati ya jua? Okay, kwanza nitatoa jinsi inavyofanya kazi. Okay. Tutatoa vifaa vyake, jinsi ya kutambua vifaa vile chini ya kiwango, na jinsi ya kutambua vifaa ambavyo niseme ni dhaifu. Kwa ndio elimu ambayo tutatoa siku ya leo. Na hiyo elimu mtaitoa katika maeneo gani? Yaani hapa mkoani Morogoro umepanga labda ni maeneo ya Kihonda, maeneo ya Mazimbu, ama maeneo gani, ili wananchi waweze kufahamu na waweze kujiandaa kwa ajili ya kupokea hiyo elimu? Nafikiri mtangazaji, kwanza cha kufanya, kwa sababu na redio nasikika karibu mkoa mzima, nitatumia redio hii na TV hii kuweza kuwafikia wananchi wote. Nitawapa vitu ambavyo vitawasaidia wao kuweza kutambua hii vifaa ni chini ya kiwango au vifaa hivi ni dhaifu, kupitia redio na TV kwa siku ya leo. Okay. Na mpo Morogoro kwa muda gani labda? Hapa Morogoro, of course, hapa tumekuja kwa ajili ya kuonana na wananchi wetu kupitia redio na TV. Lakini makao makuu yako Dar es Salaam. Na wakihitaji kupata mawasiliano zaidi, mwisho tutawapa mawasiliano yaweza kuwasiliana kwa maelezo mengine zaidi. Okay, kwa maana hiyo kwa ujio wa Morogoro kwa wakati huu hapa, sana mtatumia tu vyombo vya habari kwa ajili ya kuwafikia wananchi. Yaani ninachotaka kufahamu, na mtazamaji wangu pia anachotaka kufahamu pia, naamini kwamba ndio mmepanga kutoa hiyo elimu, na sana mmelenga wale ambao wanatumia nishati ya jua, yani kwa maarufu solar power, kwenye yale maeneo ambayo wanatumia zaidi nishati hiyo. Sasa mtazamaji wangu angependa kufahamu, labda nimetolea mfano, labda kwa sababu kwa mfano hapa mkoani Morogoro maeneo ambayo bado hayajasambazwa umeme, wanatumia sana umeme huu wa nishati ya jua. Natolea mfano maeneo ya Kasanga, kule bado umeme TANESCO haijasambaza umeme kule. Kwa hiyo mtazamaji na msikilizaji pia angependa kufahamu sana ni maeneo ambayo mmeangalia ambao mmeyachagua kwa ajili ya kuwapatia elimu hawa wananchi ambao wanatumia hii nishati ya jua, ni maeneo gani hasa? Asante ndugu mtangazaji. Ni kweli kabisa maeneo yataja hayo hayajapata nishati, na ni hapa mjini, lakini kuna maeneo ya pembeni zoni mwa huu mji vile hayana nishati hii, na wanatumia nishati ya nuru au solar power system. Hata ukiangalia kule milimani usiku, mlima Uluguru unawaka, unaweza kusema kama TANESCO umefika, lakini sio huo, ni umeme wa jua ambao unafanya kazi kule. Kwa sababu sisi, of course, sisi elimu yetu haina mipaka. Elimu yetu ni kuwafikia wananchi wote. Na nishati ya jua sio mtu aliyeko jijini tu, hata mjini anaruhusiwa kutumia ile. Kwa sababu ukishaweka yule, wewe hautahitaji bili, hautahitaji sijui fundi kwa ajili ya kufanya maintenance. Ukiweka ile system ile, wewe ni forever unaendelea kusurvive na kutumia nishati yako. Kwa hiyo nishati iko huru kwa watu wote, na tunatoa elimu kwa watu wote. Okay.
Haya, nikushukuru sana. Na mtazamaji, kama tulivyozungumza pale awali, ni kwamba wewe hapo unaweza ukapiga simu ukauliza swali lolote na Bwana Chisoti atakujibu. Huyu ni mwanachama mtaalamu kutoka TAREA na ni injinia pia, mhandisi David Michael Chisoti. Nambari yetu ni 0659 100033 0659 100033. Unaweza ukapiga simu kuuliza chochote kuhusiana na TAREA, ambayo ni nishati jadilifu, nishati ambayo ni endelevu, ambayo haiharibu mazingira, na wako mkoani Morogoro kwa ajili ya kutoa elimu kwa mwananchi, na hasa wewe ambaye ni mtumiaji kwa yale maeneo ambayo bado TANESCO hawajafikisha umeme, na sana sana wale watumiaji wa nishati ya jua. Sasa ni utufahamishe kidogo tu mhandisi, kwamba uligusia pia swala la kutoa elimu kwa mafundi hawa. Ni elimu gani hasa ambayo mnawapatia hao mafundi ambao sana sana wanajihusisha na masuala ya, nadhani ni ufungaji wa hivi vifaa vya umeme? Ni kitu gani hasa ambacho mnawawezesha katika elimu? Asante mtangazaji. Kwanza tunachokifanya, tunawafundisha kuhusiana na kupata elimu ya uhakika kuhusiana na nishati ya jua. Afahamu vile vifaa vyenyewe, afahamu ukadiriaji wake, afahamu ufungaji wake, na afahamu jinsi ya kuvihudumia. Kwa sababu sio kila fundi umeme anajua kufungwa mifumo ya nuru ya jua. Ile inahitaji elimu ya ziada. Kwa hiyo tunafuata hapo ile elimu ya ziada. Hasa baada kiendelea tu mbele, niweza kuzungumzia sasa ni kwa nini anaweza katambua kama kifaa hiki ni dhaifu au sio dhaifu. Kama sio dhaifu. Sawa. Na sasa hivi kwenye soko letu kuna vifaa vingi sana ambavyo ni dhaifu. Na vingine viko chini ya kiwango. Sasa kwa haraka tu, kwa mfano ukienda dukani unaweza kukuta kifaa ambacho hakina hata nembo, yani kujua kimetoka nchi gani. Hiyo ni trick kwanza inakuwekea maswali mengi. Kingine unaweza kukuta kina hiyo nembo ya Haya, mtazamaji, Bwana Chisoti atakuja kuendelea kutoa maelezo yake, kwa sababu tayari kwenye line yetu ya simu kuna mtazamaji hapa ametupigia simu. Hello? Hello? Hello mtazamaji wetu? Hello? Habari ya asubuhi? Tunaomba tafadhali unapopiga simu yako kaa mbali na luninga yako, ama ikiwezekana punguza kabisa sauti ili tuweze kusikiliza. Kwa jina naitwa Henry Kishiwa, Karolini na Pakistani, Dar es Salaam. Nimependa sana elimu hiyo juu ya umeme wa jua. Sasa kuna vifaa ambavyo hapo wamezungumzia ambavyo vinaitambua swala kuwa ni original ama fake. Ningependa ufafanuzi zaidi juu ya vifaa hivyo, nijue ambapo na nijue na nitambue juu ya umeme original na tofauti original na fake. Nahitaji kujua hilo dada. Haya, asante sana. Na bila shaka pamoja na kwamba hatujampata vizuri mtazamaji wetu, lakini kikubwa ambacho anataka kukifahamu, atatambuaje kwamba kifaa hiki ni dhaifu ama si dhaifu, kama jinsi ambavyo ulikuwa umeanza kuelezea hapa. Nadhani unaweza kuendelea na maelezo ambayo ulikuwa kueleza, kwa sababu yanaendana pia na swali ambalo mtazamaji wetu ameliuliza kwamba atatambuaje sasa kwamba ni dhaifu ama si dhaifu. Okay, asante mtazamaji. Sasa naendelea, maki naona sijampata jina lake, lakini kwenye maelezo yangu atapata utambuzi wake ukoje. Atafahamu kama kifaa hiki ni fake au si fake. Kwanza mtengenezaji yote lazima awe na anwani. Kwa hiyo kwenye kifaa chake lazima aweke anwani. Anwani ile inamtambulisha mtengenezaji kama yeye anakaa wapi. Na kwenye anwani lazima ieleze kifaa hiko kina ukubwa gani, kina volt kiasi ngapi, kina current ampere ngapi, inaeleza. Na vivyo inaeleza mtengenezaji anakaa mtaa gani. Sasa vifaa vingi unakuta havina hiyo address. Hiyo ni changamoto moja hapo. Kwa hiyo ndio njia moja hapo kuweza kutambua kifaa kama ni fake au sio fake. Na vile vile kuna vifaa ambavyo viko chini ya kiwango. Kwa mfano hizi nasema vioo vya juu au panel. Nyingi unakuta zenyewe ambazo ni dhaifu, hazina seli ambazo zimekamilika. Kwa kawaida seli ya volti 12
ya volti 12 inakuwa na seli 36. Lakini unaweza kukuta ziko chini ya hapo. Na zingine unakuta zimewekwa seli zile kwa za karatasi. Sasa utazijuaje? Ukiangalia tu kwa macho utakuta zile seli zina rangi tofauti tofauti. Yaani kwa hapo unakuta kijani, mara imepauka, mara nini, unajua tuanza kutia mashaka. Kwa hiyo njia moja hapa kutambua hizi seli kama panel hii iko chini ya kiwango. Labda hapo Bwana Chisoti, unapozungumzia seli, kwa haraka haraka mtazamaji wangu ambaye hafahamu masuala hayo kwa undani, na msikilizaji wangu pia, unapozungumzia rangi za seli unamaanisha nini? Ninapozungumzia rangi za seli ni kifaa maalum au kisehemu maalum ambacho chenyewe ndio kinapokea hiyo nishati ya jua, kinabadilisha ili kuweza kupatia nini? Kiweza kupatia umeme. Ndio kinachopokea na kuweza kubadilisha, kinaitwa seli. Sasa kwa kawaida hizi paneli ziko za aina 4 kwenye soko. Kuna paneli ambazo aina yake ni monocrystalline. Kuna paneli zingine zinaitwa polycrystalline. Kuna paneli inaitwa amorphous na paneli zingine inaitwa ni multi junction. Sasa paneli nyingi ambazo kwenye soko zinaitwa ni monocrystalline ambazo zina rangi moja tu. Na zenyewe unakuta kama zina viduara. Sasa hizo viduara zinakuwa na rangi, unakuta rangi nyeusi. Lakini zile ambazo ni feki unakuta rangi nyeusi, mara kidogo imepauka. Ukiangalia screen afu ina mistari ambayo inaunganisha kutoka seli moja kwenda seli nyingine. Sasa kwa paneli ya volti 12 inasema inakuwa na seli 36. Na paneli ya volti 24 inakuwa na seli 72. Lakini sasa unakuta hii ambayo ni fake au substandard yenyewe zile seli ziko 36, lakini sio zote ambazo zimeunganishwa. Unakuta zimeunganishwa 20 tu, zingine zimeweka kama nini? Kama boya. Kwa hiyo hizo ndio jinsi ya kutambua. Na hizi seli zinapatikana wapi? Kwenye kifaa gani hasa? Inazungumzia ni ile panel ambayo inapokea mionzi ya jua, hii ambayo huwa inakaa juu ya bati au kwenye paa. Sawa. Sasa vile viduara ndio vinaitwa, kiduara kimoja ni seli moja. Okay. Yaani panel moja inakuwa na seli 36 ambayo inaitwa module moja. Kwa hiyo seli zikiwa nyingi ndio wanatengeneza panel moja. Asante sana mhandisi Chisoti. Mtazamaji, ni kipindi maalum kutoka hapa ATV, lakini pia natusikia msikilizaji wetu ambao anatusikiliza wakati huu ukiwa kule Dar es Salaam kupitia 101.7, Dodoma 106.9 na hapa Morogoro kupitia masafa ya 89.9. Na kwenye line kuna msikilizaji wetu. Halo. Habari ya asubuhi. Mimi kuna swali napenda kuuliza. Tukufahamu unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Henry Kishiwa, au Mr. Henry, natokea Kibanda TCM Dar es Salaam. Henry Kishiwa. Kutoka Kibamba Dar es Salaam. Naam. Una swali gani kwa mhandisi David kutoka Tarea? Nimependa sana elimu ambayo imetolewa juu ya sola, kwa sababu mimi kwanza ni mtumiaji mkubwa sana wa sola, na hata nilipo nina umeme wa jua. Ndio. Kitu ambayo kikweli linanisumbua sana, sijaweza kujua uwezo wa paneli ambayo inahitajika ili pengine kwa mfano paneli yenye uwezo wa volti 24. Lakini nina betri pia mbili za ambazo walinipatia betri za magari makubwa ambazo kwa jumla walizungumza kwamba ni volti 24 vile. Lakini sasa betri zinakufa sana. Sasa kwa elimu ambayo kwa sababu mtaalamu ambaye atatokanilea juu ya hizi sola ambazo mara nyingi mabetri zinakufa, tunapenda kujua tatizo ni nini, na hiyo elimu itakuwa ni msaada sana kwangu. Asante sana Bwana Ray kutoka Kibamba Dar es Salaam. Mhandisi atakujibu muda si mrefu. Asante. Asante mtangazaji. Anaitwa Edith Kishiwa wa Kibamba Dar es Salaam. Okay. Nimeelewa swali lake, na yeye nimegundua hapo kwanza anasema anataka kujua uwezo wa paneli na betri. Na kwa nini betri inakufa haraka sana? Ni kweli, na hiyo lipo ni changamoto kwa sababu unajua hizi betri sio kila betri inaweza kuhimili kwenye mfumo wa sola. Changamoto. Kuna betri ziko za aina mbili kwenye sola. Zinaitwa deep cycle na shallow cycle. Sasa mtu anakwenda tu dukani, aenda kuchukua betri ya gari, anatumia kwenye system za sola. Haziwezi kuhimili mfumo wa sola. Hiyo ni changamoto. Kwa hiyo zile za sola ambazo ni maalum kwa ajili ya system za sola, ambazo zinaitwa ni deep cycle, zenyewe ikiwa full charge
inaweza ikatumika mpaka 80% ya ile charge iliyopo. Okay. Lakini hizi shallow cycle ikiwa full charge inatumika 20% tu, 80% inakata. Kwa hiyo tofauti sana watu kwa sababu hawafahamu, wenda tukuchukua betri ni betri anatumia kwenye system ya solar. Hebu toa elimu kidogo kuhusiana na hizi betri kwa kidogo kwa undani, ili mtazamaji wetu na msikilizaji aweze kufahamu. Kuna shallow cycle na deep cycle. Sasa hebu mfahamishe hapo mtazamaji kwamba ipi ni sahihi kwa matumizi ya hizi. Okay, asante ndugu mtangazaji. Ndugu wasikilizaji na watazamaji wa Buti Television. Hizi betri kwa kawaida madhubuti kwa ajili ya mfumo wa nishati nuru. Ni vyema ukatumia zile za deep cycle. Kwa sababu kwanza maisha yake ni ya muda mrefu. Vile vile kuna zile betri ambazo nasema zinaitwa ni maintenance free au hazina maji. Zenye ni madhubuti sana na zinadumu kwa muda mrefu. Okay. Kwa solar. Kia watu wanachokimbia kwenye hizi betri ni gharama. Gharama iko juu. Hilo tu. Lakini hizi za deep cycle ni nzuri sana na ni madhubuti na zinadumu kwa muda mrefu. Unachotaka kutuambia kwamba wakati mwingine kutaka vitu vya urahisi ndio wakati mwingine vinatuponza pia. So daktari. Haya, asante sana mtazamaji na msikilizaji, mtazamaji wa ATV na msikilizaji wa Radio Bud FM. Bado nafasi unayo ya kupiga simu kupitia 0659 100033 ili kuuliza swali lako, na mhandisi hapa kutoka TAREA atakupatia majibu kama jinsi ambavyo amepatia majibu mtazamaji wetu na msikilizaji wetu kutoka kule jijini Dar es Salaam, maeneo ya Kibamba, ambaye ni mtumiaji mzuri sana wa umeme wa nishati ya jua. Ni kipindi maalum kutoka hapa ATV, lakini pia unatusikiliza kupitia Radio Bud FM. Tupo na bwana David Michael Chisoti. Yeye ni mwanachama mtaalamu kutoka TAREA. Ni taasisi hii isiyo ya kiserikali ambayo inajihusisha hasa, kazi yake kubwa sana ni kutoa elimu pia kwa wananchi namna ya kutumia nishati vizuri, nishati endelevu bila kuharibu mazingira. Kabla ya mtazamaji wetu kupiga simu hapa, bwana Chisoti alikuwa akitufahamisha kwamba hawa mafundi sasa wanawapaje elimu ya kutumia hivi vifaa vya nishati. Kuna kwenye line nadhani kuna msikilizaji. Hello. Habari ya asubuhi. Salama, habari za kwako? Njema, tunazungumza na nani? Unapatikana wapi mwenzetu? Nazungumza na Emmanuel kutokea Mlali. Nani? Emmanuel. Kutoka Mlali. Kutoka Mlali. Wangu mimi niko hivi. Ile ni watu 80. Watu 80 hiyo unakuta kwamba betri nimenunua dry cell, wanasema ni dry cell. Nienda kununua, ameniambia ni original, lakini halikai na moto muda mrefu. Na kipindi huwa cha mvua nakosa kabisa umeme. Na wakati mwingine nilikuwa nahitaji nipate panel ambayo nzuri naweza nikatengenezea mpango wa friji ambayo ya sola. Kama friji ya sola ipo, ningependa ndugu mtangazaji wanieleweshe kama ipo niweze nikainunua nikaitumia. Kitu gani umesema hatujakupata vizuri? Friji ya sola. So nahitaji friji ambayo sola inaweza ikaendesha friji. Haya. Asante sana, mhandisi amekusikia swali lako na atakupatia majibu muda si mrefu. Bwana Emmanuel kutoka Mlali. Naam, nimesikia bwana Emmanuel kutoka Mlali. Amesema ana panel ya watu 80 na betri 80. Lakini betri amesema kwa tukimbia sijua size ampia wangapi betri ya kueleza. Lakini kuna changamoto kwenye kudesign. Ndikana umezungumza awali. Sio kila fundi umeme anaweza kudesign mfumo wa umeme nuru, na ndio maana natoa elimu kwa mafundi. Okay. Kwa sababu tunatakiwa elimu ya ziada. Kwanza kabla hujafunga mfumo wowote lazima ufahamu, fundi afahamu huyo mteja wake ana vifaa gani. Okay. Matumizi yake. Na vifaa hivyo anataka kutumia kwa masaa mangapi. Sasa ile inamsaidia yeye kuweza kujua mfumo atakuwa na panel ngapi, za size gani, na battery ambayo ndio tuseme ndio benki, kama ndio ile ndio benki ya charge ambayo muda ambao hakuna jua hawezi kutumia. Betri ziwe na ukubwa gani na size gapi. Na vivyo hivyo inaitwa charge controller.
au kidhibiti chaji. Sawa. Sasa kabla naomba tu labda ningeongeza kwa maana maswali kwa mengi, naomba nieleze mfumo unavyokuwa kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Sasa kwa kawaida panel huwa inakaa juu ya bati. Ndiyo. Au inaweza kata imetengenezewa frame. Kazi yake wakati mwingine pia nimeona wengine wanaziweka chini. Sasa hii ni makosa. Ni makosa sawa. Huwa inakaa juu ya bati. Kazi yake ile ni kupokea hiyo mionzi ya jua. Baada ya kupokelewa inapitia kwenye kitu kinaitwa charge control, kidhibiti charge. Ambacho chenyewe huwa kinalinda charge battery ambayo inapokea charge isiwe overcharge au usipokee charge kupita kiwango chake. Na vile kata charge controller wakati inatumika sasa hiyo battery inazuia charge yote isiondoke kwenye ile battery, ndio maana inaitwa charge controller. Kipo katikati ya panel na battery kwa katikati pale. Na hiyo huwa inategemea size ya charge controller, inategemea na size ya panel. Kwa kawaida yenyewe huwa inakuwa rated, huwa kwenye kiwango chake ni ampere. Sawa? Kwa hiyo panel zinapokuwa nyingi kubwa na charge controller inakuwa kubwa. Kapande kwa kadogo charge controller inakuwa ndogo. Hiyo ndani yake. Sasa tunakwenda pale kwenye matumizi sasa. Kwa kawaida mfumo wote huo lazima kwanza una design kabla hata nyumba. Una design kwanza kwenye mchoro, baadaye unaanza kujenga. Na mifumo ya umeme nuru hivyo hivyo. Una design kwa kufahamu mahitaji ya mteja, atatumia kwa muda gani, na huwa tunaweka mpaka muda wa ziada kama wakati wa mvua au wakati wa mawingu, na hiyo tunapigia mahesabu. Sawa. Basi unafahamu kabisa huyu bwana kwa mahitaji yake haya hapa, vifaa vyake hivi, anahitaji panel ya kadhaa ya wati kadhaa. Na ili kuweza kuhifadhi chaji lazima awe na betri kadhaa za ukubwa huu na charge controller size hii. Kwa hiyo ni kwenye design sana kwenye design itategemea na matumizi ya mteja. Nafikiri nimejibu. Siwezi kumwambia moja kwa moja kwamba wewe una panel ya wati 60, una betri ya 12 labda za ampia 50 au ampia 100 inakutosha. Wakati wa matumizi yako zaidi ya hapo. Zaidi ya hapo. Hiyo moja. Pili, kitu changamoto nyingine kwenye ufungaji vile vile. Wateja wengi wanakosea. Hii panel inapokaa pale juu lazima uonyeshe kutokana na mwelekeo wa jua. Sawa. Kuna engo ambayo inatakiwa ikae ile. Sasa mtu anaweka anailaza moja kwa moja. Au anaweka engo ambayo jua likifika saa 8 alipate kioo. Au likitoka asubuhi mpaka saa 5 mionzi haifiki kwenye kwenye kile kioo. Kwa hiyo kuna jinsi ya kudesign. Kwa kawaida wewe unaangalia panel inatakiwa inaangalia, kwa sababu sisi tunatoka katika mashariki kwenda magharibi. Kwa hiyo inabidi ikae kuanzia kaskazini kuelekea kusini. Panel ikae mkao huo. Sasa watu wafahamu hiyo moja. Pili, wanaweka pale juu ya bati. Kwenye bati ukuta ameilaza kabisa kwenye bati imegusa. Sasa na bati ile inakuwa na joto lake. Inaathiri ufanisi wa kile kioo. Watu wafahamu hilo. Kwa kuna vitu vingi sana vinachangia kwenye kujenga mifumo ya umeme nuru. Na msikilizaji wa Radio Good FM na mtazamaji wa ATV, hili ndo dhumuni hasa la TAREA, kutoa elimu kwako wewe mwananchi, hasa mtumiaji wa nishati ya umeme wa nishati ya jua. Nadhani kwa muda huu kwa hizi dakika chache ambazo Bwana Chisote alikuwa akimjibu Bwana Emmanuel kutoka kule Mlali, umepata kufahamu kwamba wakati mwingine hata wewe mwenyewe hapo unafanya makosa katika matumizi ya nishati yako. Ametolea mfano ile panel unaiweka juu ya bati, lakini unagusisha kwenye bati, na bati lenyewe linakuwa na joto lake, na lenyewe lina athiri kile kioo cha panel ile ambayo inakuwezesha wewe kupata ule umeme. Kwa hiyo wakati mwingine pia makosa ambayo yanafanyika kwa wewe ambao unayafanya wewe mwenyewe yanasababisha pia kuwepo kwa hizo kasoro ambazo baadhi ya watazamaji na wasikilizaji wetu hapa wamezitaja ili waweze kupata ufafanuzi. Lakini pia mafundi na wenyewe na ndio maana pia TAREA wanatoa elimu kwa mafundi hawa ambao wanafunga hizi panel, na wenyewe waweze kufahamu, kwa sababu kama ulivyosema, umemsikia hapa Bwana Chisoti kwamba wengine wanafunga tu, hawafahamu mteja wake atakuwa na matumizi gani, ana vifaa gani. Kwa hiyo ndio maana pia wanatoa elimu kwa mafundi ili waweze kupata na wenyewe uelewa wa namna gani basi wanaweza kuvifunga hivi vifaa ambavyo vinahusiana na umeme wa nishati ya jua. Kwenye line yetu ya simu kuna mtazamaji wetu hapa na msikilizaji wetu. Hello? 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 Nadhani hayuko tayari.
Ikiwa tayari basi utatupigia kupitia nambari yetu ya 0659 10 0033 0659 10 0033. Hello? 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 Nadhani Bwana Chisoti tuendelee kwa hawa mafundi sasa, kabla ya kupata simu nyingine kutoka kwa msikilizaji na mtazamaji wetu. Okay, asante. Nafikiri kwanza Bwana Emmanuel sikumalizia alisema anataka kujua kama kuna refrigeration ya solar. Sasa nataka nijibu hapo yeye na kwa faida wa wasikilizaji wengine ni kwamba kweli kuna fridge za solar. Ndio. Kuna television za solar. Hello? Samahani Bwana Chisoti. Hello? 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 Haya, nadhani simu imekatika. Ukiwa tayari utatupigia tena mtazamaji na msikilizaji wetu. Tuendelee Bwana. Yeah, ni kweli kabisa kuna fridge za solar, kuna TV za solar, kuna radio za solar, mpaka tochi za solar. Zote hizo zipo kwenye soko. Ndio. Yeah. Haya, tuendelee na hii elimu ambayo mnaitoa kwa mafundi. Mwanzoni pale ulielezea kuhusiana na rangi au kufahamu rangi za seli, lakini kuna kitu gani kingine zaidi ambacho hawa mafundi wanapaswa kukifahamu? Ya, kwa haraka kabla hata mafundi nafikiri vifaa vingi. Haya, hello? Hello? Tunakusikia kwa mbali sana. Hello? Halo? Haya, habari ya asubuhi. Hello? Halo? Habari ya asubuhi. Naona kuna tatizo kidogo. Tunaweza tukaendelea Bwana Chisoti. Ya, labda nataka sasa, kwa sababu lengo ni kufahamu utambuzi wa vifaa, naomba nitumie nafasi hii kuweza kuwapa elimu kwa mafundi pamoja na wananchi kwa ujumla. Watumiaji wenyewe. Vifaa ambavyo ni chini ya kiwango, kwanza kutata ufungashio wake tu unakuwa na mashaka. Ndio. Unaweza kukuta ile panel, nikisema panel maki ni kile kioo kile, inakuwa na mfungashio wake au vyuma ambavyo vimeshikia. Vyombo viko chini ya kiwango, kuishika tu kama ukitaka kuvivuta hivi, kuviacha vinaachia. Hiyo tayari viko chini ya kiwango. Maki hataki maji yaingie. Kwa kama ikiwa si madhubuti, maki maji yakiingia ile seli za kufa. Ya hiyo moja hapa kutambua hiyo. Ya pili, lazima waangalie, wakienda dukani waangalie vile vifaa, je, vina anwani? Kama vina anwani tayari tutilie mashaka, hiyo ni chini ya kiwango. Na vivyo kuna betri. Kuna betri hizi za solar. Ameni hizo betri ambazo zenyewe ziko chini ya kiwango. Utazijuaje? Sasa hivi unakuta kuna betri utambuzi wake unakuwa ni mgumu, lakini kama haina address tayari utilie mashaka. Kwa sababu ile address inakutambulisha yeye yuko wapi. Kwa hiyo ni njia moja ya kuweza kutambulisha. Mpaka sasa hivi bado tuko kwenye changamoto za kuweza kupata vifaa vya kuweza kumpatia kila mwananchi kwenye mikoa waweze kujua kwa kama hizi betri kuigundua tu kwa kuipima. Vifaa hivyo hatuna kwa sasa hivi, lakini serikali na taasisi yetu iko kwenye harakati za kuhakikisha tunapata vifaa vya kuweza kupima hivi vifaa, hasa betri ili kutambua kama iko chini ya kiwango au la. Ni kipindi maalum mtazamaji kutoka hapa ATV, lakini unatusikiliza pia kupitia Radio Bud FM, na nipo na Bwana David Michael Chisoti, mwanachama mtaalamu kutoka TAREA, taasisi ambayo si ya kiserikali, na kazi yao kubwa ni kutoa elimu kwa wananchi hasa ambao ni watumiaji wa nishati ya umeme katika kuhakikisha kwamba wanakuwa na matumizi sahihi ya hivi vifaa, lakini pia kutoa elimu kwa mafundi ambao na wenyewe wanahusika katika swala zima la kufunga hivi vifaa ambao vinatumia nishati ya jua. Na una nafasi hapo ulipo ya kutupigia simu kupitia nambari yetu ya 0659 10 0033 0659 10 0033. Tutapokea simu yako hapa, utauliza swali lolote na sana sana kuhusiana na nishati ya jua, basi mhandisi hapa atakujibu, Bwana Chisoti kutoka TAREA. Ni taasisi ambayo ina makao yake makuu pale jijini Dar es Salaam,
na imeanzishwa tangia mwaka 2001. Kwa hiyo ina muda mrefu kidogo, na tayari mpaka sasa hivi, labda utufahamishe na mtazamaji wetu wafahamu, mpaka sasa hivi naweza tukasema mafanikio ambayo umeyapata tangu mmeanzisha taasisi yenu, kutembea sehemu mbalimbali kutoa elimu kwa wananchi. Mafanikio ambayo tumepata ni makubwa sana. Kwanza tumeweza kama taasisi imeweza kupigania kuhakikisha vifaa vya nishati jadidifu havitozwi ile kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT. Okay. Ni sisi kama taasisi tulisimamia hilo. Vile mafanikio mengine tumeweza kufundisha vijana karibu kila mkoa kuna mafundi wa nishati jadidifu, tunafanyia training hiyo tukishirikiana na wadau wengine. Maana yake tunao walimu kwenye chama chetu. Ndio. Mwalimu mwenyewe, kuna maprofesa, kuna madokta, wote tunashirikiana nao katika nyanda hii ya kuweza kutoa elimu. Nyingine tumeweza mafanikio mengine ni kuweza kufungua matawi. Mpaka sasa hivi tunayo matawi 3 kwa Tanzania. Ukiachia Dar es Salaam, kuna tawi liko Arusha, kuna tawi liko Mwanza. Na mwaka huu mwezi Septemba tunataraji kufungua tawi lingine Njombe. Kwa hiyo tayari ni mafanikio. Okay. Na mafanikio mengine tumeweza kuongeza wanachama. Tunao wanachama. Kama nilivyosema, tuna wanachama wa aina 4. Kuna wanachama wa makampuni, kuna wanachama wataalamu kama sisi, kuna wanachama wanafunzi, kuna wanachama taasisi. Kama vyuo vikuu vyote, kama chuo cha Dar es Salaam ni wanachama wetu, chuo cha DIT wanachama, chuo cha Arusha kile ni wanachama, wote wana wanachama wetu. Na hayo ni mafanikio ya taasisi kama taasisi. Ndiyo. Sasa kwa sababu nyie kazi yenu kubwa ni kutoa elimu hasa kwa wananchi hawa ambao wengine tayari wameshapiga simu zao hapa kuuliza baadhi ya maswali. Sasa katika kutoa elimu, nadhani kama taasisi mnafanya tathmini zenu kuangalia kwamba hii elimu ambayo tumeitoa imewasaidiaje wananchi. Labda mafanikio hayo kwa upande wa elimu zile ambazo zimewafikia wananchi, labda mmeshafanya tathmini kuona kwamba elimu hiyo imewasaidia kwa namna gani wananchi wenu ambao mnawapatia hii elimu? Asante ndugu mtangazaji. Ni kweli mafanikio hayo ni makubwa. Bwana Chisoti, kabla tujaendelea, kuna mtazamaji na msikilizaji wetu hapa. Halo? 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 Halo. Habari ya asubuhi bwana. Halo. Tunakupata, habari ya asubuhi? Nzuri tu tayari. Salama, tunazungumza na nani? Nzuri, jina naitwa William. Unaitwa William, kutoka wapi William? Na besi yangu hapo inaitwa unazungumza na William. Hello? Kutoka Kifuru Mbezi. Ndio, kutoka Mbezi, Dar es Salaam. Tunakupata? Swali lako kwa Bwana Chisoti kuhusiana na matumizi ya umeme wa nishati ya jua. Ya besi yangu hapa ambayo inaitwa ndio hiyo. Sasa uko hapa hii besi yangu mpaka sasa hivi inaona imepungua nguvu na haina hata muda mrefu. Umenisikia? Tunakusikia kwamba una betri yako imeisha nguvu lakini haina muda mrefu. Sasa ulikuwa na swali gani ama ulikuwa unataka maelezo gani kutoka kwa Bwana Chisoti, mhandisi? Halo? Haya, asante. Simu yake imekatika ingawaje. Hiyo kwangu mimi haitumii maji. Ndio mmeambiwa kwamba ni original. Haya, mhandisi amekupata na utapata maelezo muda si mrefu. Haya, asante sana Bwana William kutoka Mbezi Luis kule jijini Dar es Salaam. Yeye amesema kwamba amenunua betri, haina muda mrefu lakini tayari imeisha nguvu sasa. Ni kweli ndugu mtangazaji. Hizo zipo na tumezigundua na tumeshazikamata kwenye soko.
Ziko betri maka wanajua sasa hivi tunawapa watu ile unaambia deep cycle ndio betri madhubuti. Lakini sasa unakuta ile si deep cycle, mle ndani wameweka kuna vioo. Yaani watengenezaji wale substandard wanaweka chini ya kiwango. Seli zile zinatakiwa ziwe zimejaa, wanaweka ile madini yanatakiwa madini ya carbon. Sasa badala yake wanaweka vipande vya vioo, madini yake kidogo ili kuweka uzito tu. Alafu wanafunika lakini hayana maji. Kwa sababu mwananchi akienda anajua bwana hii ndio yenyewe kwa sababu tumeambiwa hii ni maintenance free maka haina maji ndio madhubuti. Lakini kumbe ndani mle wameweka vipande vya vioo na kuna wengine ukuta wanaweka michanga. Sasa ni watengenezaji. Tumegundua hiyo. Ndio wanasemaje tu kwenye changamoto na tunafikiri je kupata kifaa cha kuweza kutambua hizi battery kwa kuzipima bila kuzikata. Maana tulikata tukagundua hiyo. Sisi kama taasisi tulinunua battery, baadhi ya battery tumeenda kuzikata kwenye workshop zetu tukagundua kuna vipande vya vioo. Na zingine tumekuta kuna mchanga ndani wameweka. Sasa zile kwa sababu ziko chache, seli ziko chache. Obviously inavyochaji ile jua itakaa kwa muda mfupi itaisha. Iko kwenye changamoto sasa hivi. Nadhani basi tunaomba mfanikiwe katika kupata hicho kifaa. Nadhani kwa kushirikiana na serikali liweze kuwasaidia wananchi. Sasa tukiwa tunaendelea kusubiri simu yako msikilizaji na mtazamaji wetu, Bwana Chisoto unaweza kuendelea kutuelezea sasa mafanikio ambayo mmeyapata katika kufanya tathmini zenu kwamba hii elimu sasa imewasaidiaje hawa wananchi ambao wanatumia nishati ya jua katika kuhakikisha kwamba hawapati hasara kama hizo ambazo wanazipata. Kama tunasema tutafanya sisi kwanza kuweza kuwapa elimu vijana, mafundi wale. Ndiye moja kuwafundisha mafundi waweze kutambua vifaa madhubuti ni vipi, vifaa vipi ni halali, vipi ni sahihi na kwa wakati husika. Sasa changamoto inakuja unakuta wananchi wenyewe wanakwenda kununua vifaa. Halo? Habari yako? Salama, habari asubuhi mama. Hiyo sola. Lakini je, nitatengeneza au watakuja wao wenyewe mafundi kuja kunitengenezea hiyo sola? Haya. Ni kwamba wewe unatumia hiyo nishati ya umeme wa jua Mama Lea? Hapana, ila ndio ninasikia tangazo hapo kuhusu hiyo masuala ya tarehe hiyo. Mimi sina. Ndio. Ninahitaji huo umeme wa sola kwa mkopo. Sasa nauliza kwamba je, wanakuja mafundi wenyewe kuja kutengenezea kwa sababu watu wanatengeneza kwa kulaza tu kwenye basi. Haya, asante sana mama kutoka Sanga. Yes. Asante. Nashukuru kwa hili. Haya, asante. Asubuhi njema. Nadhani umempata mama. Nimempata mama Mwamwesi wa Sanga. Ni kweli naona anaingia kwenye udau na yeye. Of course ni kweli ni ile mchangamoto kwa sababu hata kwa Morogoro ukiangalia kuna maduka mengi sana wanauza vifaa vya nishati mengi sana ni kweli. Lakini wenyewe wauzaji hawana elimu. Kwa ni changamoto. Ni kweli. Wenye elimu ni wachache sana. Nafikiri kuna maduka machache sana ambayo yako hapa Morogoro. Sasa nisije nikafanya kampeni lakini maduka ni machache sana yanayofanya ambayo wenyewe wana hiyo elimu. Angalau wanauza vile vifaa na wenyewe wana elimu. Kwa hiyo mtu akienda kununua pale angalau kidogo anatoa maelezo ambayo yanamsaidia. Lakini ni machache. Nafikiri cha kufanya kwa yeye mama ni kwanza asiende mwenyewe kama yeye. Ni vema akawa na ufundi. Lakini sasa sijui kama kuna wafundi kule Sanga wenye hiyo taaluma ya nishati jadidi. Changamoto inakuja hapo tena. Kwa sababu wako wachache. Lakini kuna maduka ambayo wanaweza kumsaidia. Maduka makubwa hapa Morogoro naona yapo ambayo wanauza vifaa vya sola. Anaweza kwenda kuwaona wale. Akawapa maelezo kwanza. Maka leo muulize maswali. Okay, wewe una taa ngapi? Una radio, una TV, size gani? Wakijumlisha ile utasema kwa vifaa vyako hivi unahitaji kuwa na panel size hii kadhaa. Na battery yake itakuwa size hii kadhaa. Na charge controller size hii utaweka pale kwenye mfumo wako. Kwa nafikiri utamshauri kwa design hiyo atapata vifaa hivi. Okay. Asante sana. Nadhani Mama Lea kutoka huko Sanga umepata maelezo ya kutosha. Ni vizuri pia ukaenda na fundi ama ukaangalia maduka ambayo yanauza hivi vifaa lakini angalau wanauelewa. Sasa ingawaje kufahamu si rahisi lakini una wakati mwingine unaweza ukafahamu tu kwa kuangalia pia hata yule ambaye anakupatia ile huduma kwamba
namna gani anakuelezea kuhusiana na kile kifaa. Kwa hiyo ni vizuri ukaenda na fundi ili uweze kupata hicho kifaa. Nadhani kwa muda huu mchache, mtazamaji na msikilizaji wetu, mtazamaji wa ATV lakini msikilizaji wa Radio Good FM, umepata elimu kutoka kwa bwana David Chisoti ambaye ni mhandisi lakini ni mwanachama mtaalamu kutoka pale TAREA, taasisi ambayo si ya kiserikali ambayo iko pale jijini Dar es Salaam, na inatoa elimu kwa wananchi namna gani ya kutumia vifaa hivi ambavyo sana sana vinatumika katika nishati ya umeme wa jua. Na wapo mkoani Morogoro, basi kupitia vipindi vyetu lakini pia kwenye vipindi vingine kutoka hapa ATV na Radio Good FM utaweza kuendelea kupata hii elimu kuhusiana na jinsi gani basi unaweza ukapata vifaa vizuri vya nishati ya jua bila kupata madhara yoyote. Asante sana, kilikuwa ni kipindi maalum. Asante pia kwa ambaye umepiga simu yako, umeuliza maswali na bila shaka umepata majibu mazuri. Ulikuwa nami Macklin Kamote. Nikushukuru sana msikilizaji wetu wa Radio Good FM lakini pia mtazamaji wetu wa ATV kwa kuangalia kipindi hiki maalum na bwana David Michael Chisoti kutoka TAREA. Asante sana bwana David Chisoti. Asante sana. Karibu tena kwa mara nyingine kwenye studio zetu hapa ili uendelee kutoa elimu kwa wananchi. Mimi nikushukuru sana. Endelea kusikiliza Radio Good FM lakini pia endelea kutazama ATV. Nikutakia asubuhi njema.